Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika kitabu chake kitukufu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, hakika imekuwa kwenu nyinyi kiigizo chema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa yule ambaye kwamba ayatarajia maisha ya akhira, maisha yake kuwa mazuri. Na bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ametaja maisha ya akhira, lakini maana yake ni kwamba mtu maisha yake ya akhira yakawa ni mazuri, akawa tayari ashaandalia maisha yake ya akhira kuwa ni mazuri, bila shaka ameyafanya mambo katika duniani mazuri, ndio maana yakampelekea maisha yake ya akhira yakawa ni mazuri. Maisha yako ya akhira yakiwa ni mazuri, maana yake umeyafanya mambo ambayo kwamba yamekwenda kukufanyia ama yatakwenda kukufanyia maisha mazuri ya barzakh unapokuwa kaburini. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, kwa yule ambaye kwamba anayetarajia mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anayetarajia mazuri ya akhira, ya siku ya akhira, siku ya mwisho. Ukiwa watarajia mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiwa watarajia mazuri ya kesho akhira, kama tulivyojua kwamba siku ya akhira itakuwa ni siku mzito, itakuwa ni siku ambayo kwamba kila mtu akikimbia akilia nafsi nafsi, itakuwa ni siku ambayo kwamba kila mtu atatamani awe ni mwenye kuingia peponi, apate hayatan tayyiba, maisha yaliyokuwa mazuri. Itakuwa ni siku ambayo kwamba kila mtu akimbilia kupata arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaba Allahi shadid. Akituambia kwamba tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akitunadia. Kwa nini kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu ya kesho, siku ya akhira. Maisha ya kesho, siku ya akhira yatakuwa namna gani? Akatuelezea tu kwa ufupi, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, ule mtikisiko wake tu, yani kwamba leo siku ya kiyama ndiyo imekaribia. Sasa ile leo ndio siku ya kiyama imekaribia, yale misukosuko yake angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotahadharisha. Sema ile siku tutakapokuiona, yauma tarawna, siku tutakapokuiona kwa kubabaika na kufadhaika na kuwa na uoga na kupotewa na akili, na kwamba sasa jamani, hii siku sasa leo ndio imekaribia. Tadhahalu kullu murdi'atin amma arda'at, yule ambaye kwamba yanyonyesha, kile anachokinyonyesha atakitupa bila hata ya kujali. Leo kuna mapenzi ambayo kwamba ni ya urongo, ama kuna mapenzi ambayo kwamba yana nguvu zaidi ya mapenzi ya mama kumpatia mtoto wake? Hakuna. Lakini siku hiyo, kwa kuwa sasa imefika ile kubabaika, ile kurukwa na akili, ile kushtuka na kufadhaika, basi atafanyaje? Atakitupa kile ambacho kwamba yakionyesha. Watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, na yule ambaye kwamba aliyekuwa amebeba ujauzito, wale wanawake ambao kwamba walikuwa wamebeba ujauzito, kama ni mdogo kama ni mkubwa, muda wake iwe umefika, mja wake iwe haujafika, hapo atazaa na bila ya kujijua kwamba yeye amezaa. Kwa kufanyaje? Kwa kushtuka tu kwamba leo imekaribia hiyo siku ya kiyama. Watara nasa sukara wa mahum bisukara,
na utaona watu kama wamelewa lakini hawakulewa. Liliwafanya wewe hivyo nini? Lakini adhabu Allah, adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kali. Sasa ile kushtuka kila siku tuambiwa, lakini mioyo yetu iniganda, mioyo yetu imesusua, mioyo yetu imekuwa ni yenye kujisahaulisha. Manake hili ni jambo ambalo kwamba twajisahaulisha, sio kwamba jambo hakuna, la, jambo liko na kila mtu anayakini nalo. Nani asokuwa na yakini kwamba atakufa? Ni masala ya muda tu na wakati. Kila mtu ana uhakika kwamba hapa ikifika mimi, na kama wewe huna uhakika basi tutakwambia kwamba wewe katika wale ambao kwamba wasiokuwa na akili, kwa sababu wajua kabisa kwamba, piga mfano mdogo tu, yule aliyemzaa babangu yuko hai, babu yako yuko hai, anaenda mbele yake babake, babu yako yuko hai, tayari ashafanyaje? Ashakufa. Wengi zetu hapa tukipiga mahesabu, mababa waliowazaa babu zetu tayari washakufa. Je, wao walikuwa ni wajinga? Hawakuwa ni wajinga. Walikuwa ni watoto kama mimi na wewe, wakazaliwa, wakakuwa kama mimi na wewe tulivyokuwa, wakaishi kama mimi na wewe tunavyoishi, wakazeeka, wengine waliopata kuzeeka, wakaoa, wengine waliopata kuoa, tukapatikana mimi na wewe, leo wamekufa. Na baadhi yetu mababu zetu pia hawako, waliowazaa mababa zetu. Baadhi yetu mababa zetu waliotuzaa sisi hawako, washakufa. Sasa ikiwa hao ambao kwamba wamekufa wakaribu tu, je, wewe utabakia? Kwani wewe ni nani? Lau kanat dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi fiha mukhallada. Lau kama ingelikuwa maisha yanadumu kwa mtu, lau kama ingelikuwa kuna mtu amepewa visa ya kwamba wewe bwana utaishi milele, angelikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa Mtume mwenyewe alikufa, wewe utabakia kama nani? Am hasibtum an tutraku, je, mwadhania kwamba mtaatwa tu hivi bure? Hamwezi kuatwa. Maisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia, neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha, zote hizi utaenda kuulizwa. Sasa tukirudi katika aya yetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituambia yule ambaye kwamba anayetarajia mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yule ambaye kwamba anayetarajia mazuri ya kesho, siku ya akhera, basi na amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo ambaye kwamba ndiyo kiigizo chema. Leo tukiingia katika shamail za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo yaliyompamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikiwemo tabia zake na sifa zake na mienendo yake na sera yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifiwa katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu akimsifu akisema, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika yako wewe uko juu ya tabia njema. Nini maana ya tabia njema? Na hichi ni kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, aktharu ma yudkhilu an-nasa al-jannata taqwallahi wa husnul khuluq, mambo ambayo kwamba yatakaowaingiza watu wengi peponi, mambo mawili: takwa ya Mwenyezi Mungu na tabia njema. Na hivi vitu viwili huwa vinafuatana. Mtu mwenye takwa lazima atakuwa ana tabia njema, kwa sababu takwa ndio tabia njema na tabia njema ndio takwa. Kwa hivyo akiwa mtu ni mchaji Mwenyezi Mungu, basi bila shaka ile tabia njema inakuja yenyewe automatically. Ni kama mfano wa imani na amani. Hivi ni vitu viwili vinafuatana. Mtu akiwa na imani automatically atakuwa na amani, na mtu akiwa hana imani basi hana amani. Na ndio hivi mtu anapokuwa na takwa anakuwa na tabia njema, na inapokosekana takwa katika moyo wake, inapokosekana takwa katika kifua chake, basi na tabia njema pia huwa hana. Na hivi ndivyo vitu ambavyo kwamba vitakaowaingiza watu wengi peponi. Ndio tarudi pale
kwamba mtu anayetaka maisha mazuri kwa Mwenyezi Mungu, anayetarajia mazuri kwa Mwenyezi Mungu na anayetarajia mazuri ya siku ya Kiyama, basi namfuate mtume. Mtume alikuwa na tabia njema. Ni zipi hizo tabia njema alizokuwa nazo mtume sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna Khadija amsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tabia njema. Hawa katika waliomsifu mtume na tabia njema, tena kwa ufupi. Unajua hii ni aya Mwenyezi Mungu atuambia, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika yako wewe mtume uko juu ya tabia njema. Waza hapa kuna kitu kimoja, la ya'rifu qadra al-azim illa al-azim. Hii ni maana ya adhim. Unajua kuna kabir na adhim, zote ni kubwa, lakini adhim, katika adhim majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaposema kitu ni adhim, basi wewe huwezi kuijua ukubwa wake isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu, isipokuwa yeye adhim ndo anajua maana ya adhim. Ndio hiyo la ya'rifu qadra al-azim illa al-azim. Kwa hivyo hakuna anayezijua tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam kiundani na zaidi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika ambao kwamba waliziona tabia njema za mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja alikuwa huyu mke wake Sayyidatuna Khadija. Sayyidatuna Khadija aliishi na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 15 tukasema. Manake alipomuoa alikuwa ana miaka 25 na alipopewa utume alikuwa ana miaka 40. Kwa hivyo hapo tuseme ni miaka 15 aliishi naye mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopatiwa wahi, sasa alipoteremka baada ya kuletewa wahi, tunajua yaliyotokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakazwa mbavu, manake nimjia Jibrili, alikuwa ndio mara yake ya kwanza. Akirudi akamwambia zamiluni, nifinikeni kwa kule kubabaika. Ndio Mwenyezi Mungu akamteremsha wahi, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, na nyingine ya ayyuhal mudaththir qum fa'andhir. Kwa hivyo alipokuwa sasa yababaika, Sayyidatuna Khadija akamsifu akamwambia, kalla la yukhzika Allahu abada, usifanye wasiwasi wewe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukukhizaya, yani Mwenyezi Mungu hawezi kukutupa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wewe una tabia njema, na tabia njema zako ni hizi, innaka latasilu rahim. Mtume tabia njema, katika miongoni mwa tabia njema aliyokuwa nazo ni kuunga kizazi. Babako, mamako, ndugu yako, familia yako yote, kila aliyekuwa mtu anao familia yake basi na aiunge. Sio familia iliyotajwa na wale wa magharibi, maana wale husema the family ni father and mother and the children. Kwa ni mtoto wa kike na wa kiume, basi hiyo ndo familia. La, sio hiyo. Katika Uislamu familia ni kila ambaye kwamba amehusikana na wewe, babako, ndugu zake babako, na mamako na ndugu zake mamako, na waliozaa babako na waliozaa mamako, na mke wako na wazazi wake, na ambao kwamba wanahusiana naye, yote hiyo ni nini? Ni familia. Kuunga kizazi. Kwa nini Uislamu isisitize kuunga kizazi? Kwa sababu katika ubinadamu kitu cha kwanza ni watu kuungana. Huyu mwanadamu hakuwa mwanadamu mpaka pale alipokuja kufanyaje? Alipokuja kuungana. Kwa hivyo kutangamana na watu, kuungana na watu ni ubinadamu, kwa sababu kuna leo na kesho. Leo mwenzako akiwa na shida ni wewe umsaidie, ndio kesho na wewe kutekeleza na shida, na yeye atafanyaje? Atakusaidia. Na huo ndio ubinadamu. Sasa ndio Uislamu ukaleta watu kuja kuwaeka pamoja. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallama akaweka nadhiri kali, ama akaweka onyo kali la yule mtu ambaye kwamba atakayekata kizazi. Kukata kizazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la yadkhulul jannata qati'un, au kama qala qati'ur rahimi, haingii peponi, tena haingii peponi mtu mwenye kukata kizazi. Wewe una babako, una mamako, una ndugu yako,
ukamkata kizazi kwamba mimi na wewe kufa kuzikana, basi ujue kwamba na huko maneno ya mtume ya kwamba nini, la yadkhulul jannata, hutoingia peponi. Swala litakuja hapa katika matatizo makubwa ambayo kwamba yametupelekea sisi mpaka tukakatana ni urafi. Leo utasikia mtu hazungumzi na ndugu yake, mtu hazungumzi pengine na babake, mtu hazungumzi na mamake. Percentage kubwa ya watu hawa ama katika mikato ya familia hizi ni katika urathi. Sasa angalia jamani, yule aliyekufa ameata haya mali tuyagawanye. Haya mali yankuwa ni yenye kutugawanya sisi, sasa si ujinga huo? Yule amekufa ameata haya mali sisi tuyagawanye yale mali. Sasa yale mali yametuzidia, mwisho yatugawanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea dini safi, nyeupe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufafanulia kila kitu. Yale mali ambayo kwamba yameatwa na yule aliyekufa, ni sisi ndio twafaa tuyagawanye yale mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuletea mafungu, kila mtu ana fungu lake. Mume ana fungu lake, mke ana fungu lake, mtoto wa kiume ana fungu lake, mtoto wa kike ana fungu lake, baba ana fungu lake, mama ana fungu lake. Ndugu za kiume wana mafungu yao, ndugu wa kike wana mafungu yao. Ndugu kwa upande wa baba yana mafungu yao, ndugu kwa upande wa mama yana mafungu yao. Angalia, imeleta mpaka ikiwa kwa mfano wewe utakuwa umekufa, huna familia. Zamani ilikuwa kama una ule mtumwa ule mwatahuri yule, pia naye ana fungu lake, anaweza kurithi. Watoto wa ammi zako. Yaani imefafanuliwa kila kitu, ni kule kusoma tu na kuelewa. Kwamba hapa nishaelewa mimi fungu langu ni hili, tukuashi kati ya onde zako. Lakini unapomkata mtu wako kisa na sababu pengine ni mali, au wamkata na sababu nyingi pia, ukifuatilia pengine watu watakuwa wamekosana kwa sababu ya maneno madogo madogo tu. Pengine yule hakuhudhuria katika harusi yangu, basi iweje kwa nini hakuhudhuria? Huyu ndugu yangu tu, kwa nini hakuhudhuria kwenye harusi yangu? Wakatana naye hapo kwa hapo. Basi mimi na wewe tena tuhufikia mbali mpaka watu wasema mimi na wewe kufa kuzikana. Wewe wajua kufa wajua kuzikana mpaka waseme hivyo, mimi na wewe kufa kuzikana. Siku hiyo shekhe yule malakul maut akikaribia, yeye utatamani kwamba ya rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan. Siku hiyo yeye utatamani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupatie muda mdogo tu urudi zako duniani ufanye mazuri, lakini wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Kwa hivyo hujui wewe kufa kuzikana. Haya maneno ni makubwa sana ambayo kwamba yanatoka katika ulimi kumwambia ndugu yako au kumwambia mtu wako wa karibu, mimi na wewe kufa kuzikana. Wajua kufa kuzikana, ushawahi kuzikwa shekhe? Haya hauyajui. Kwa hivyo kitu ambacho kwamba ukijui usikiseme. Ni maneno makubwa sana ambayo kwamba yanatoka katika dini. Ile siku ile utatamani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupatie hata kama ni muda mchache tu chako ukakitoa. Kama ulikuwa una mamilioni kwenye mabanki, ulikuwa una kadhaa, yote uyatoe fi sabilillah, ndio urudi sasa ufe. Huko ndio kufa. Kile chako wewe utatamani ukitoe. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu cha kwanza alikuwa ana nini? Anao kuunga uzazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelelewa na Abu Talib. Abu Talib huyu ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama namna ya Ijumaa iliyopita tulivyoelezea. Abu Talib hakuslimu, hakuwa ni Muislamu mpaka mwisho wa umri wake, mpaka akafa, na ile hali kwamba hakupiga shahada. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumtukulia kwamba basi madamu huyu si Muislamu, kwa hivyo hata na mimi nimkate kizazi. Mtume hakutufundisha hivyo. Huyu si Muislamu, basi hata na mimi nimpige panga nimuue. Mtume hakutufundisha hivyo, kama namna ya leo tunavyotukuliwa, ama kama namna ya leo watu waliokuja na fikra mbaya ya kueneza kwamba si kwa Muislamu au wawe. La, kama ingelikuwa si kwa Muislamu au wawe, Mtume angemuamia yake basi kwanza.
Lakini la, hakufanya hivyo, bali aliishi na yeye kwa wema, aliishi na yeye kwa uzuri, aliyomuonesha ile tabia nzuri. Hakuwahi kumtukana hata siku moja. Huyu ndio alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na tabia njema yake. Anas bin Malik, Saidina Anas aliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema khadamtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nimemtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam 10 sinina, kwa muda wa miaka 10. Ma qala li qattu uff, hajawahi kabisa kuniambia uff, yani kunikemea ama kunikejeli. Hawa walikuwa katika, tunaweza kusema ni katika wale wafanyikazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawa walikuwa ni watumwa, na watumwa tuelewa namna walivyokuwa daraja yao, kwamba huyu umemnunua sasa, ni miliki yako, tofauti na hawa wale wafanyikazi sio kwamba hata umemwajiri ni mfanyikazi unampatia mshahara mwisho mwezi. Huyu ni mtumwa, umemnunua, kwa hivyo ni miliki yako. Wewe waweza ukatoka naye pale nje jua kali mtana, ukamtia mbati, hakuna yoyote atakayekwambia la kheri wala la shari, si mali yake mwenyewe. Ndivyo ilivyokuwa zamani. Waweza ukamfanya popote vile unavyotaka wewe, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi na wao kwa wema. Saidina Anas bin Malik asema ma qala li qattun uffi, hajawahi kabisa katika maisha yake kuniambia uff, yani ile kunirukia tu. Ndio watu wakisha siku moja asema, siku moja nilitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam nile nikamtukulie kitu. Anas bin Malik alikuwa ni mfanyikazi wa Mtume kwa sababu mamake alimleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtoa akamwambia ya Rasulullah, huyu nimekupatia wewe akutumikie. Akawa akimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika maswahaba ambao kwamba walikuwa wamekusanya siri za Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingi mno. Asema siku moja amenituma Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikatoka. Nilipofika njiani nikakuta wenzangu wanateza kiakili za kitoto, na mimi nikaingia kwenye nini? Kwenye machezo. Akawa na yeye wacheza. Akacheza. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam huku yamsubiri, akatoka sasa. Alipotoka akaja akamuona Anas bin Malik. Hebu tutukulie hii taswira ya mimi na wewe. Licha mtumwa wako, mtoto wako tu wewe umemtuma, utamfanyaje wewe? Kisha baadaye umekuta yuateza, utafanyaje wewe? Ndio wale wengine wale utuma watoto wao sigara, hakuleta sigara, basi alikuja akamtandika mpaka afanyaje? Mpaka akamuua. Huku ni kukosa huruma, huku ni kukosa ile nidhamu ya kuishi na watu, huku ni kukosa tabia nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam hana nilolifanya isipokuwa alimuita Anas bin Malik. Anas alipomwona Mtume akashtuka, Mtume amenituma, akakimbia kwenda kuchukua ile bidhaa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amtuma, akarudi nayo. Aliporudi nayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alijisahaulizisha kabisa. Hata yeye hakumuuliza kwamba mbona nimekutuma wewe hujaleta, mbona la. Ule ukimya wake tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik alifanyaje? Alijirekebisha yeye mwenyewe. Na wote ambao kwamba wamelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, waangalie walikuwa namna gani. Zaid bin Harith, huyu alikuja kutukuliwa na babake haswa. Huyu alikuwa katika watumwa waliotukuliwa, akamnunua Sayyidatuna Khadija. Sayyidatuna Khadija akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mtumwa wake. Alipokuwa ni kijana sasa, amekomaa sasa, wakaja wazazi wake, babake Harith na ammi yake, wakaja kumtukua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mambieni yeye awafuate, akikubali mimi nami nimekubali, nitawapatia bure wala sitowauzia. Maana walikuja kumwambia Rasulullah, tuuzie, huyu ni mtoto wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Zaid, wamjua huyu? Naam, namjua. Huyu nani? Babangu Harith. Huyu unayemjua? Namjua. Nani? Ni ammi yangu. Haya basi, mmoja kukutukua. Zaid bin Harith alikataa kumfuata babake na mamake. Nini? Kwa sababu ya ile tabia njema ambayo kwamba aliokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alivyokuwa yuishi na wao. Sasa Mtume si familia yake hawa, la, hawa ni watu ambao kwamba walikuwa waishi na wao. Zaid bin Harith akamwona Mtume ni bora kumshinda babake
Zaid bin Harith akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kumshinda nani? Kumshinda ammi yake. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiishi na watu wa nyumbani kwake. Ama kuhusu watoto wake ndio usiulize. Hapo ndio usiulize. Mfano mdogo tu, mwangalie Fatimatul Batul binti Rasul. Mwangalie maisha yake yalikuwa namna gani? Mwangalie mienendo yake walikuwa namna gani mpaka akapigiwa mfano watu wenyewe maimamu ulama wakasema ya kwamba lau kama ingelikuwa wanaume wote duniani au wanawake wote, lau kama ingelikuwa wanawake wote duniani ni kama mfano wa Sayyidatna Fatima, basi la fudhilati nisa'u ala rijali, wanawake wangekuwa bora kushinda wanaume. Lau kama wanawake wote wa duniani wangekuwa ni kama mfano wa Sayyidatna Fatima, basi la fudhilati nisa'u ala rijali, wanawake ndio wangepewa bora. Ingekuwa ile aya sasa, an-nisa'u qawwamuna ala rijali, kwa sababu ya namna alivyokuwa Sayyidatna Khadija, kwa sababu ya ile mienendo yake yote ile amepata kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ali bin Abi Talib ndio usiulize. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiishi na familia yake vizuri. Inshallah leo tukitoka hapa tutoke na ujumbe ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiishi na familia yake vizuri. Mimi na wewe tuishi na familia yetu vipi? Ile hali ambayo kwamba tuko baina yangu mimi na wewe, au baina yako wewe na babako, baina yako wewe na mamako, baina yako wewe na ndugu zako, iko vipi hiyo hali? Yeye amridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Yeye ni ile hali ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi nao na familia yake na ndugu zake na maswahaba zake? Hili ni wale ambao kwamba wameishi nyumbani tu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo walivyokuwa namna hii. Sijakwambia wale waliokuwa nje za nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwemo kina Saidina Abubakar, kina Saidina Umar. La, hawa tu waliokuwa nyumbani hawa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa namna hii, na hivi ndivyo walivyokuwa maisha yao kwa ufupi. Je, hali ya mimi na wewe katika familia zetu zamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Je, kuna ubinadamu ndani yake? Ndugu zangu, tumekosa ubinadamu katika familia. Leo imefikia daraja ya mtu aweza kushika panga akamuua ndugu yake tu, haswa kutoka naye tumbo moja, mama mmoja, au akamuua ndugu yake kutoka naye tumbo kwa baba mmoja. Tumefikia hapa leo. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituata katika namna hii? Alituata katika hali hii? Hivi sivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuata, wala haya sio mafunzo aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ametuambia kwamba tuishi na familia zetu vizuri. Mwisho akatuambia bullu arhamakum wala bisalam, muunge familia yako hata kama ni kwa salamu. Ikiwa yeye amekukata, wewe usimkate. Ikiwa yeye amekufungia mdomo, hata salamu hataki kukupatia, wewe usifikie huko. Ikifika ni wakati wa salamu, mpatie salamu. Katika mambo matatu mazito ambayo kwamba yatakao kumuingiza mja peponi bila ya hisabu, siku ya kiyama ukifika wewe utakuwa huna hisabu na utaingia peponi, Jannatul Firdaus. Mambo matatu haya ni magumu, ni mazito, lakini malipo yake ni namna hiyo. Ukifika kesho siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu atakutia peponi bila ya hisabu, wewe utakuwa huna hisabu. Katika haya mambo matatu, jambo moja ni nini? Ni ule antaswila man qata'aka, kumuunga aliyekukata. Jambo zito kwa sababu sote tuna kinyongo. Yeye amekukata na wewe unataka umrejeshee, sio? Manake siku hizi tumefikia hapo daraja, manake mtu akikurushia ubaya na wewe unataka hapo umrejeshee ubaya. Alisa dhali. Ndivyo ilivyo, sio? Lakini ukafikia daraja wewe ukasema la, madamu yeye amenikata yeye, madamu yeye amenifungia mdomo yeye, basi mimi sitofikia huko, nitamlipa kwa wema. Mimi sitomfungia ihsani, sitomkata salamu, ukawa wamsalimia, ukawa wampa salamu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukulia ahadi, kesho siku ya kiyama atakutia peponi bila ya nini? Bila ya hisabu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ilipotekelezea hadithul ifki,
inshallah tutakuja kuieleza hadithul ifki. Sayyidina Abubakar alikuwa ana watu katika familia yake akiwasaidia. Wale watu wakayaunga yale maneno ya kwamba Sayyidatuna Aisha amefanya uchafu. Yaani hata hawakumstahi, angalau basi ile kiubinadamu, huyu mtu babake yuanisaidia, basi hata nimuunge kwa kuwa babake yuanisaidia. Unajua kuna ile sagini ile kubinadamu, mimi nakuja na kupatia 10,000 ukija na kufanya hivi. Sasa kwa lugha za kileo ushakuwa chawa wangu. Sasa mimi hata kama nina makosa lazima unitetee wewe, kwa sababu kesho ukija mimi nafanyaje? Nakupatia, si ndio? Hata hilo pia hawakuliona wao. Wakayaunga yale maneno moja kwa moja. Ilipokuja utakaswa, Mtume Sayyidina Abubakar naye alikuwa amewakata, akasema madamu ikiwa na nyinyi mumeunga katika kumchafua mtoto wangu, basi na mimi siwasaidii tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza, la, bali hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya akamwambia, la, usifanye namna hiyo. Kwa hivyo hivi ndivyo Uislamu ulivyotuamrisha sisi tuishi na familia yetu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaishi katika familia yake. Kwa hivyo muangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana mambo mengi ya kuigwa, lakini leo tutoke na hili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aishi na familia yake vizuri, na sisi tukitoka hapa tutengeneze wasila wetu, ama tutengeneze connection yetu baina yetu sisi na familia yetu, tuishi na wao kwa uzuri, tuishi na wao kwa wema. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahu wa rasuluhu.